Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mimi rafiki yako mtumishi wa Mungu mchungaji Gabriel Stefan wa huduma ya CRMC inayopatikana Mapinga kwa Kibosha, Bagamoyo. Leo tena tumekutana kwa awamu nyingine tena, ambapo session iliyopita tulijifunza kwa habari ya mambo machache ya kwamba hakuna mtu anaweza kafanikiwa katika dunia hii bila kuwa na nguvu. Na nikasema kila yoyote unayemuona duniani amefanikiwa ni nguvu inayomwezesha. Kwa hiyo sio juhudi, sio maarifa, sio chochote. Ingawa maarifa yanaweza kumsaidia mtu akaweza kufanikiwa, lakini jambo ambalo lina push, linalofanya mtu aweze kufanikiwa, nguvu. Sasa nguvu hiyo ni ipi? Nataka kujua uelewe nguvu hiyo ni ipi. Duniani hapa kuna nguvu aina mbili ambazo zipo. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya shetani, ambao kuna watu wanatumia hiyo nguvu ya shetani kwa ajili ya kuweza kupata utajiri. Wanatumia nguvu ya majini kwa ajili ya kupata utajiri. Wanatumia nguvu ya mizimu kwa ajili ya kupata utajiri. Au ni watu wa aina ya kwanza. Aina ya pili ni watu ambao wanamwamini Mungu, wanamtegemea Mungu. Pia wanatumia hiyo nguvu ya Mungu kuweza kupata utajiri. Wao wanamwamini Mungu, wanaamini kila kitu, lakini pia wanatumia hiyo nguvu ya Mungu ili kuweza kupata utajiri. Nimesema makundi hapo mawili. Kuna nguvu ya mashetani, ambao na hapo utatumia shetani, utatumia majini, utatumia kila aina ya namna yake, utaweza kupata utajiri. Kwa shetani kuna masharti yake ya kufuata. Ndio maana hakuna mali ambayo haina masharti. Hamna mali duniani ambayo haina masharti. Sasa kwa shetani kuna masharti yake, ambao mtu yoyote ambaye anafuata masharti ya shetani anakuwa rafiki wa shetani. Unanielewa? Mtu yoyote ambaye anafuata masharti ya shetani anakuwa rafiki wa shetani. Na mtu yoyote ambaye hafati masharti yake pia wanakuwa maadui. Kwa hiyo nguvu ya kupata utajiri kwa shetani ina utaratibu wake na ina mwongozo wake. Lakini pia nguvu ya kupata utajiri inayotoka kwa Mungu pia ina masharti yake na miongozo wake. Kokote kuna masharti. Na kote ukishindwa kufuata masharti hauwezi kupata huo utajiri. Kote kuna miongozo yake. Lakini na kote pia usipofuata masharti hauwezi ukaendelea. Ndio maana nimesema hiyo nguvu huwa inatumika, inaisha, na unatakiwa uendelee kuipata. Sasa ili uendelee kuipata kuna kanuni ya kufanya ili uendelee kuipata hiyo nguvu, ambapo nimesema kwa shetani kuna kanuni zake za kufuata ili uweze kupata hiyo nguvu. Lakini pia kwa Mungu pia kuna kanuni zake na taratibu zake ambazo zitakufanya uweze kupata hiyo nguvu, ambao ukishaipata unaitumia inaisha. Ndio maana kuna watu anaweza akapata mali kwa njia ya kafara. Yani ili aendelee kupata nguvu ya kuendesha biashara zake inatakiwa atoe kafara mara kwa mara. Kwa ile kutoa kafara inaongeza nguvu katika ulimwengu wa roho. Akiwa na nguvu unaweza ukashangaa anatembea, anafanikiwa, anafanya biashara, kwa sababu anatimiza masharti ya kutoa kafara. Unanielewa? Nguvu ina tabia, ikija inatumika, ikiisha maana yake unashangaa mambo yamekwama. Ndio maana ukija kuangalia kuna watu hapa walianza biashara wakiwa na nguvu, lakini baada ya kukiuka masharti biashara zao zikayumba. Nimesema kila nguvu ina masharti yake, na nguvu ikija waga inatumika na inaisha kabisa. Kwa nitamshangaa mtu ambaye yeye anasema anaweza akaishi bila kuwa na nguvu. Kwa sababu nguvu huwa inatumika, inaisha kabisa. Na kwa nini inaisha? Kwa sababu inaenda kutumia kukuvutia utajiri. Ni kama wewe umefanya kazi asubuhi mpaka jioni, utakuwa umechoka, utalala. Maana ndivyo hiyo nguvu ambayo unaipata kwa Mungu. Hiyo nguvu ambayo unaoipata kwa Mungu huwa inatumika na inaisha. Hiyo nguvu ambayo unaoipata hata kwa shetani inatumika, inaisha. Kwa lazima kuna namna unatakiwa endelee kufanya kila itwapo leo kukusanya nguvu za kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa? Lakini kwa hiyo muhimu unatakiwa kuelewa hiyo nguvu ni ipi. Nimesema inaweza kutoka kwa shetani, inaweza kutoka kwa Mungu. Ya nguvu ya shetani sitaingia sana.
lakini unaweza ukachagua kule. Lakini pia nguvu ya Mungu mimi ndio nadili nayo sana, ambao kwa nguvu ya Mungu kuna namna ya kuikusanya, kuna namna ya kuichukua, kuna namna ya kuipata. Ukiweza kuipata hiyo nguvu, maisha yako yatakuwa sio magumu. Watu wengi wanateseka kwa sababu hawajui namna ya kukusanya nguvu. Kuna namna nyingi za kukusanya nguvu, kuna namna nyingi ya kupokea nguvu, kuna namna nyingi ya kupata nguvu. Ngoja nikwambie kitu kimoja, ndugu unanisikiza mahali hapa. Tukutane session inayofuata. Nitakwenda kufundisha vitu vingi kwa habari ya hii nguvu ya kupata utajiri. Huwezi kupata utajiri, huwezi kufanikiwa kama una nguvu. Hakikisha unatafuta nguvu. Mungu akubariki sana. Tukutane session inayofuata.